masikitiko kwa kuondokewa na Mheshimiwa Lukuvi ambaye alikuwa mwenzetu, alikuwa anasali hapa, lakini tumpe pole nyingi sana mama. Mama Lukuvi ni mama wa WAWATA wa parokia hii, kwa hiyo msiba huu unatuhusu sisi kwa sababu Mama Lukuvi ni mwenyekiti wa WAWATA wa parokia. Naona WAWATA wapo hapa, lakini na waumini wengine, lakini Lukuvi mwenyewe alikuwa UWAKA. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini pia tuwape pole watoto, ndugu, jamaa, marafiki wote ambao kwa kweli alikuwa akiwa nao kwa pamoja, jumuiya Monica ambayo alikuwa akisali na taifa kwa ujumla, kwa sababu ameondokewa na kiongozi ambaye amekuwa nguzo na muhimili mzuri. Kristo tumaini letu. Walikuwa nasemaje ile tulipofanya msiba wa hivi karibuni, wakasema Israeli sasa hivi sio anafanyaje, naona amebaki sana. Tumsifu Yesu Kristo. Amebaki sana. Tulisema pia ataenda parokia zingine, naona amebaki kwetu hivi. Lakini basi hoja ya msingi sio hiyo. Hoja ya msingi ni kwamba ni kukesha, kwa sababu wakati wowote Mungu anakuita, na kama ndio Mungu anakuita wakati wowote, hatukutarajia kabisa kwamba mheshimiwa hapa kadiri ya tukusikia ugonjwa wake, hatukusikia nini na nini, lakini haraka haraka tumesikia Mungu amemwita. Na ndio maana sasa somo la kwanza tukaanzia kutafakari kuhusiana na kitabu cha Ufunuo, Yohane alivyoonyeshwa. Yohane alionyeshwa kiti cha enzi kikubwa, kiti cha enzi kikubwa cha Mungu, alafu ni cheupe, kwa sababu Mungu mwenyewe ni mwangavu, ni mzuri, mweupe, na yeye aketie juu yake alikuwa anaendana na kiti chake. Alafu akaona mbingu zikikimbia uso wake, lakini pia ikaonekana hamna palipoonekana. Akaona wafu tofauti tofauti. Tumsifu Yesu Kristo. Yohana alionyeshwa wafu, watu waliofariki tofauti tofauti, wakubwa kwa wadogo. Inamaanisha wanaofariki wanakuwa watoto wachanga, watoto, vijana, watu wazima, na hivyo wote kwa pamoja. Alafu kulikuwa kuna vitabu vile, kulikuwa kuna vitabu vilifunguliwa vingi. Inamaanisha kila mmoja aliyepewa uhai alikuwa na kitabu chake cha maisha yake, lakini kulikuwa kuna kitabu cha uzima ambacho kilifunguliwa. Sasa ilikuwa inaangaliwa kwenye kitabu cha uzima umeandikwa, wewe mwenye kitabu chako lazima kisomane na kitabu cha uzima. Kristo. Tunarudi tena kwenye bustani ya Edeni, ambapo Mungu alipomuumba mtu akamweka kwenye ile bustani, aliweka mti wa uzima katikati ya bustani. Tunaelekea Juma Kuu. Napoelekea Juma Kuu kwa Jumapili ya Matawi, Dominika ya kesho kutwa, na tukaanza kabisa kiini cha wokovu wetu, Pasaka. Pasaka ndio kiini cha Mkristo. Yaani kwa nini tumefika hapa hivi? Ni kwa sababu ya Pasaka. Tumsifu Yesu Kristo. Na kwa nini tunamwombea mheshimiwa hapa? Ni kwa sababu ya Pasaka. Kupitia Pasaka alibatizwa, alipata sakramenti za Kristo mwenyewe kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Akaamini imani anayoiungama, alafu akaamua kuja kwenye imani anayoiadhimisha, masakramenti. Ndio maana tunafanya imani leo tunayoiadhimisha, ndiyo misa takatifu, sadaka ya Yesu mwenyewe msalabani. Then baada ya hapo ndipo imani anayoiishi ndio tunaijadili, tunaisema hapa. Hakuwahi kuacha Ukristo. Alipata kipa imara, Ekaristi takatifu. Kitubio vya atakuwa alikuwa akipata, kwa sababu hiyo ni sakramenti ambayo unamwendea wewe kuhani wewe mwenyewe na sirini yako wewe mwenyewe. Lakini ndoa tuna uhakika nayo. Tumsifu Yesu Kristo. Na kwa kuwa tuna uhakika na ndoa takatifu, na mama yupo hapa na watoto wapo, na basi ndio maana anapewa hadhi ya maziko ya Kikristo. Kwa nini? Kwa sababu alimwishi Kristo, hakumkana Kristo hadharani, na hivyo basi yeye mwenyewe amjalie ufufuo na uzima, kwa sababu yeye ndiye ufufuo na uzima. Anemwendea yeye ajapokufa ataishi. Tarejea masomo ya Dominika iliyopita ambapo tulisitizana kwamba yeye ndiye ufufuo na uzima, ambaye ndiye Kristo.
Na hivyo basi vile vitabu sasa, katika bustani tukasema katika mti wa uzima kulikuwa kuna mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mti ule katikati kwa kuna mti wa uzima, lakini ulionekana na wenyewe kama ni center hivi, na ndio ulizwa akasema Mungu amesema tusiale yale matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mti ulioko katika sio mema na mti ulioko katikati Mungu aje ambaye ni muhimili wa bustani, mti ambaye ndiyo nguzo imara ya nyumba na chochote, ulitakiwa uliwe sana ili watu wapate uzima wa milele. Na kadiri ufunuo yetu mwenyewe mti wa uzima. Ndio maana siku ya Ijumaa Kuu tunamwendea yeye na kusema huu ndio mti wa msalaba ambao wokovu umetundikwa juu yake, na sisi tunaimba njoni tuabudu nini? Wokovu uliotundikwa kwenye mti wa msalaba. Na bado tumekuja na msalaba pia. Tumsifu Yesu Kristo. Tukana na mshumaa wa Pasaka ambao ndio Kristo wa mwaka sasa tujapata Pasaka nyingine, lakini ni Kristo wa ufufuko ambaye ndio alama ambaye alikiri. Ndio maana muumini anapofariki tunamwekea mshumaa wa Pasaka, tunamwekea msalaba, alama ya jinsi alivyoweza kuishi maisha ya sakramenti, maisha ya imani yake jinsi alivyo. Na hivyo basi kutokana na haya maisha tangu amezaliwa mpaka kifo chake, ndipo kitabu chake kinapofunguliwa, na kitabu hicho sasa ndio kinafananishwa na kitabu. Je, jina lake limeandikwa kwenye kitabu cha uzima? Ulipobatizwa kiliandikwa. Maana ulipobatizwa ulipata faida kuu 5. Kwanza, uliondolewa dhambi ya asili, na hiyo ndio kufanana na shetani. Dhambi ya asili ni ile tuliyoirithi, kwa sababu wazazi wetu wa kwanza walikula haya matunda ya mti wa ujuzi na mema na mabaya, tukafukuzwa kwenye bustani. Na lazima sasa kwa juhudi tutafute mti wa uzima tena, ambaye ndio Kristo. Then tunapewa neema ya utakaso, vazi la Mungu, sura na mfano wake Mwenyezi Mungu, ambaye ndio wa msingi kabisa. Kwa ubatizo na sakramenti zinakuletea neema ya utakaso. Na neema ni nini? Vipaji tunaopewa na Mwenyezi Mungu ili sisi tufanane naye, tuwe vizuri naye. 3, unawekewa alama isiyofutika ambayo ndio ya msingi, kwamba wewe ni Mkristo, wewe ni umepakwa, kwa sababu ulipata mpaka mafuta aboni, ulipakwa krisma takatifu, mafuta matakatifu. Wewe ulitengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na 4, unakuwa mtoto wa Mungu, namuita Mungu Baba, lakini pia unakuwa mtoto wa kanisa. Na ndio maana ninyi wafie wa sasa, pamoja na kwamba na baba wa familia ameondoka, mnaye Mungu, mtumainieni yeye. Endeleeni kumtumainia Mwenyezi Mungu, mkiishi maisha ya upendo, mkipendana, lakini mnapomwomba yeye muombeeni apate pumziko la milele, na sisi siku moja tukija kufariki tuingie katika uzima wa milele. Kwa hiyo kitabu chake kiendane, awe ameandikwa kwenye kitabu cha uzima, na ile hukumu basi ambaye anaipata akaribishwe kwenye altar. Tunasema kuna mambo makuu 5 ya mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Moja ni kifo. Kifo ni kitu halisi, kwa hiyo kinatokea wakati wote. Ndio maana somo la Injili nimesoma lile tuwe tayari. Uwe tayari wakati wote, kwa sababu hujui siku wala saa anayekuja huyo bwana harusi ambaye ndio Kristo mwenyewe, kuja kukutoa kukuingiza kwenye harusi ya mwana kondoo. Hiyo harusi ya mwana kondoo, bwana harusi ndiye Kristo mwenyewe, bibi harusi ndio wewe ambaye au mimi ambaye siku ya ubatizo tulipewa mavazi meupe yale yanayofanana na Kristo mwenyewe, na hivyo tukamkataa shetani mambo yake yote na fahari zake zote, tukaingizwa katika jumuiya, kwenye familia ya Mungu, yani ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na tukabatizwa katika, ndio maana tukaoshwa na maji na tukawa vizuri namna hiyo. Sasa kuwa tayari ndio hoja ya msingi wakati huu, ambaye nimesema jana tu tulikuwa na nyingine hapa, tukaambiana maneno hayo na leo tena hivyo. Kwa hiyo hatujui sasa nani atakayemkuta mwingine anayefuata, lakini hoja ya msingi sio kifo bali kufa, bali kuwa tayari. Baada ya kifo kuna hukumu. Hukumu sasa unaenda ni jambo la pili. Unaenda kwenye au 3. Au ya kwanza ni ile ukiwa mtakatifu kama tulivyoanza. Kiti cha enzi cha Mungu ilikuwa cheupe, kiangavu, kizuri, na yeye anayekiakalia yuko mwangavu. Wanaenda huko ni wale weupe wazuri. Kwa hiyo ni hoja ya kwanza. Ya pili ni toharani, sehemu ambayo kwa kweli hawakuwa wabaya sana, lakini walikuwa na madoadoa ya dhambi. Kulikuwa kuna vipungufu vidogo hivi. Sasa unakuwepo toharani, na toharani ni sehemu halisi, lakini toharani mtu hajapotea. Kwa nini? Kwa sababu anasafishwa ili awe mwangavu, awe mzuri, na anasafishwa na moto wa huruma ya Mungu.
Moto wa huruma ya Mungu unaondoa madoa, unaondoa ule uchafu, unakuangaza, unakuwa mweupe, ili hatimaye sasa ukaribishwe kule kuliko kuangavu sana. Na au ya tatu ni ile ambayo hatuiombei, ya kwamba umefariki katika dhambi ya mauti na unaingia katika moto wa jehanamu. Sasa kule hata tukisali vipi na kwa twendi. Kwa hiyo hayo ndio mambo makuu matano ya mwisho ambayo tunayasitiza kuweza kuyaepuka, lakini pia kuweza kuyaepuka ile la mwisho na kuweza kuyafuata haya mengine ili tuupate huo uzima wa milele. Sasa mimi sina maneno mengi kwa sababu ya muda, lakini nisitize niwape pole nyingi sana ninyi nyote mliokuja ibada hii. Ibada hii ni kama, hata kama itifaki naiona ipo kubwa, tumsifu Yesu Kristo, lakini ibada hii ni ya parokia tu hivi, ya kwamba marehemu alikuwa anasali hapa, parokia yake ndio hii. Kwa kweli kufika kanisani kwake ilikuwa ni jambo linalostahili, na tunawashukuru kwa kufanya namna hiyo na kufika hapa na kuingiza kwenye kanisa. Sasa tunasema kadiri ya kanisa ambayo alikuwa anasali aingie, aweze kuombewa hapo. Anakaa kama vile ambavyo ukaa kanisani, anapofufukia kwenye uzima wa milele afufukie katika kama anavyokaa kanisani. Ndio maana nilikuwa mnauliza kichwa kinakuwa wapi. Kadiri ya jinsi tunavyokaa ndivyo ambavyo tunakaa siku tukiwa tumefariki. Kama ni muumini mlei, inamaanisha unakaa kichwa kinakuwa upande wa kule, ili ukifufuka uwe kama ulivyokaa kwenye benchi. Tumsifu Yesu Kristo. Na padri naye kwa jinsi ambavyo ameangalia huku, yeye kichwa chake kitakuja huku, ili na yeye anapofufukia uzima wa milele ionekana kama alivyokaa kanisani. Hiyo ni utaratibu tu wa kibinadamu ambaye liturujia inauweka. Lakini niwape pole nyingi sana mama, watoto, ndugu, jamaa, marafiki, ninyi viongozi ambao mmeondokewa na mtendaji katika kazi huko, na wote kwa ujumla kadiri ya itifaki. Basi Mwenyezi Mungu awajalie moyo mkuu, mdumu katika njia njema, muendelee na maongozi yake na mpate neema na baraka. Tumsifu Yesu Kristo.